بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصل اللهم دوما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Tukiwa tunaendelea katika masiku matukufu na masiku bora zaidi ya mwaka, nayo ni masiku ya mwanzo ya Dhulhijja, ni siku 10 za mwanzo za mwezi Dhulhijja, na utukufu wa masiku haya hauelezeki ukatosha, na itoshe kwamba Allah azza wa jal ameapia katika masiku haya, hasatan katika suratul Fajr pale aliposema walfajri wa layalin ashr, na hapa kwa wakati na zama wakati wa alfajiri, lakini pia vile vile wa layalin ashr, na hapa vile vile kwa masiku 10, na masiku hayo 10 ni masiku ya mwanzo wa mwezi Dhulhijja. Na katika masiku hayo 10 ndani yake zinafanyika ibada tukufu sana, na miongoni mwa ibada hizo ni nguzo kuu katika nguzo za Uislamu, na ni nguzo ya 5 kwa anayeweza kutimiza nguzo hiyo, nayo ni nguzo ya haji. Na ibada hii ya haji yote inafanyika katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, na tufahamu kwamba mwezi huu ndio mwezi wa mwisho wa mwaka, na utaona jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia masiku haya matukufu kabisa kupatikana mwisho wa mwaka. Nayo tunafahamu kwamba tangu mwaka unapoanza na unavyoenda, binadamu wanapitia hali mbalimbali za kijamii, hali mbalimbali katika imani zao, hali mbalimbali katika tabia, hali mbalimbali katika matendo. Kwa hiyo endapo ikiwa imetokea mtu ameteleza sana katika mwaka alionao, basi bila shaka ana masiku haya matukufu kubwa ambayo anaweza comeback, anaweza kurudi na kupata fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo nyingi sana katika masiku haya. Lakini ndani ya masiku haya 9 au masiku haya 10 kuna siku maalum, kuna siku bora miongoni mwa masiku bora sana, kuna siku adhim, kuna siku tukufu, nayo ni siku ya Arafa, nayo ni siku ya Arafa. Na siku hii ya Arafa sio siku ya kawaida, wala sio siku ambayo tunatakiwa kuichukulia kwa ukawaida, kwani siku hii ni siku ya Hajjul Akbar, ni siku ya hija kuu, kwani nguzo muhimu katika nguzo za haji zinatimizwa katika siku hii, nayo ni mahujaji ambao wako katika viwanja vya miji mitukufu katika mji wa Makka, wanasimama katika siku hiyo katika viwanja vya Arafat, na hasa zaidi hakuna kinachowasimamisha katika siku hiyo zaidi ya kutafuta fadhila, rehma na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala katika viwanja hivyo. Na siku hiyo mahujaji wote walioenda katika ibada kuu ya hija wanasimama pamoja katika viwanja hivyo, wanakusanyika pamoja katika viwanja hivyo, na yanayotokea katika viwanja hivyo ni miujiza mikubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni fadhila kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo tutaona na tutajaribu kusoma fadhila za masiku haya matukufu, au katika siku hii tukufu ni yapi ambayo yanatokea katika siku hii tukufu. Kuna mambo takriban mambo 8 ambayo insha Allahu taala tutayajadili, na mambo haya yanatokea katika siku hii, siku ya Arafa. Jambo la kwanza, ifahamike kwamba siku ya Arafa ni khairu ayami sana, ni khairu ayami sana, wa huwa al-yawm at-tasi' min Dhul-Hijja, wa huwa min al-ayyam al-ashr allati aqsama Allah biha fi surati al-Fajr. Siku hii ya Arafa ndio siku bora ya mwaka kama walivyoelezea wanachuoni mbalimbali, ikifuatiwa na siku ya Yaumun Nahr, siku ya kuchinja, ambayo ni siku baada ya siku ya Arafa. Na siku ya Arafa
ni tarehe 9 ya mwezi Dhulhijja, ni tarehe 9 ya mwezi Dhulhijja, na siku hii inapatikana katika masiku bora, bali inapatikana katika mwezi bora. Kwa hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyosema mwanzo, ameyapia juu ya masiku haya, na bila shaka anapowapia Allah jambo, haapii jambo la kawaida. Allah hajaapia jambo lolote ambalo ni la kawaida. Allah kila anapowapia anaapia jambo ambalo ni zito, ni kubwa na ni tukufu. Lakini ndio hii siku ambayo Allah ameieleza katika surati al-Buruj, aliposema was-samai dhati al-buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Siku al-mashhud ni siku hii ya Arafa, ni siku inayoshuhudiwa, inashuhudiwa na watu wengi sana, takriban watu wote duniani wanaishuhudia siku hii, lakini pia vile vile inashuhudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini zaidi ya yote ni siku ambayo fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala zinashuka kwa viwango vya hali ya juu, kama ambavyo tutakuja kuona. Kwa hiyo ndio siku inayoshuhudiwa siku hii, siku ya Arafa. Nukta ya pili au jambo la pili katika fadhila za siku hii ya siku ya Arafa, ndio siku ambayo tulitimiziwa dini yetu, na Allah alitimiza neema zake juu yetu, neema ya uongofu, neema ya elimu na maarifa, neema ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala aliitimiza katika siku hii, siku ya Arafa. Na ifahamike kwamba Allah aliteremsha katika siku ya Arafa, siku ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama katika viwanja vya Arafa. Allah azza wa jalla aliteremsha aya katika Qur'an, katika suratul Maida aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah anasema leo, siku hii, yani siku ya Arafa, ni wakati ambao mtume sallallahu alayhi wasallam siku hiyo alikuwa amesimama katika viwanja vya Arafa, na iliteremka aya hii jioni ya siku ya Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala akasema leo hii nimekutimizieni dini yenu, yani dini imetimia. Na hii ndio ilikuwa, kama unavyofahamika, ilikuwa ndio haji ya mwisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa Allah azza wa jalla akasema leo hii ndio siku ambayo nimekutimizieni dini yenu, dini imetimia, mafundisho yametimia. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikaitimiliza, nikaikamilisha kwenu nyinyi neema yangu. Na neema iliyokusudiwa hapa ni neema ya Uislamu, na ni neema ya uongofu, lakini pia vile vile inaweza ikawa ni neema ya Qur'an, kama walivyosema baadhi ahli ilm. Kwa hiyo Allah ametimiza neema yake katika siku hii ya Arafa, dini ilitimia na ikakamilika. Na Umar ibn al-Khattab ambaye ni katika wapokezi wa hadith ambayo inaeleza aya hii akasema la ilaha illa Allah famadha ba'da al-kamali au fama ba'da al-kamali illa an-nuqsan, hakuna baada ya ukamilifu isipokuwa ni mapungufu, hakuna baada ya ukamilifu isipokuwa kinachofuatia ni mapungufu. Maana yake kinachofuatia ni sisi sasa binadamu kupunguza na kutowajibika vizuri katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tayari Allah ameshatimiza neema yake juu yetu na fadhila zake juu yetu. Na ikumbuke kwamba siku hii ya Arafa ndio siku ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alieleza sheria nyingi za Uislamu, na alihimiza na alisisitiza umoja, lakini pia vile vile alisisitiza sana jambo la kuwasikiliza viongozi, kuwatii viongozi, na hata kama ataongoza mtu ambaye watu hawampendi, hata kama ataongoza mtu ambaye watu wanamdharau, mtume sallallahu alayhi wasallam akahimiza swala zima la kumsikiliza na kumtii kiongozi. Lakini pia vile vile mtume alayhi salatu wassalam akahimiza wanaume au waume kutimiza haki za wake zao na wake kutimiza haki za waume zao. Lakini vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku hii ya Arafa alihimiza watu kutokudhulumiana na watu kutokula mali za wengine kwa batil. Usile kilicho cha mtu ambacho sio haki yako kwa batil, aidha kwa kudhulumu au kwa kuiba au kwa kunyang'anya na kadhalika.
Kwa hiyo siku hii ni siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alieleza vitu vingi, alifundisha mambo mengi mazito katika siku hii tukufu. Na fadhila ya tatu katika inayopatikana katika siku hii siku ya Arafa ni kwamba huwa aktharu yawmin fihi utaqa'u minan nar. Subhanallah, ni siku ambayo inaongoza kuwa na watu wengi wanaookolewa na moto na Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni kwa sababu Allah ametangaza na amesambaza rehema zake katika waja wake, na anawaokoa watu na moto. Na kuokolewa na moto katika maana hii ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaondoa katika moto wale ambao walikuwa washaandikiwa kuingia katika moto, anawaokoa kutokana na moto. Lakini pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekeza makazi yao kuwa katika pepo, na hii ni kwa sababu ya jitihada wale ambao watakutana na siku hii wakiwa katika jitihada mbalimbali. Lakini tunafahamu hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika masiku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, Allah huwaokoa watu na moto kwa wingi, lakini siku hii ndio siku ambayo Allah anawaokoa watu kwa moto kwa wingi zaidi, na wale ambao Allah alikuwa washaandikiwa kuwa ni watu ambao wamewajibikiwa moto, basi Allah kwa huruma yake na upole wake na mapenzi yake kwa waja wake anawaokoa watu hao na moto. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafa, hakuna siku ambayo inaongoza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwaokoa watu na moto au kumwokoa mja na moto kuliko siku ya Arafa. Hakuna siku inayoongoza kuokolewa watu kutokana na moto zaidi ya siku ya Arafa, nayo ni siku ambayo iko mbele yetu katika masiku machache yajayo. Lakini fadhila ya nne na utukufu unaopatikana katika siku ya Arafa ni dunuwu Rabb subhanahu wa ta'ala, ni kukaribia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah anakaribia, anakuja. Allah subhanahu wa ta'ala anashuka, anawakaribia waja wake, na tunafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hufanya atakalo, fa'alun lima yurid. Allah ni mfanyaji wa lile atakalo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Arafa ni siku ambayo anashuka, anaelekea karibu kabisa na waja wake, bali anakuja mpaka katika wingu au katika mbingu ya dunia, mbingu ambayo inaelekeana na dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anawatizama waja wake, anakuwa karibu na waja wake zaidi katika ukaribu ambao unaendana na utukufu wake na unaendana na ukubwa wake yeye Allah mtukufu. Lakini pia vile vile zinashuka rehma za Allah na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hiyo, wala sio siku ya kucheza na sio siku ya kupoteza muda. Vile vile sio siku ambayo unatakiwa hata kupitisha muda wewe bila kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, au bila kumtukuza Allah, au bila kufanya kheri. Walikuwa wema waliopita, as-salafu salih, walikuwa wakikimbizana katika kheri, na hasa kheri ya kujifungia na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira na msamaha siku inapofika siku ya Arafa. Ama fadhila ya tano katika fadhila zinazopatikana siku ya Arafa ni mubahatullahi bi ahli Arafa inda almalaika, ni Allah subhanahu wa ta'ala kujigamba na kujifahari. Allah anajifahari sana mbele ya malaika zake kutokana na watu ambao wamesimama katika Arafat, kutokana na wale watu mahujaji waliosimama katika viwanja vya Arafat. Allah subhanahu wa ta'ala anajigamba mbele ya malaika wake, viumbe vyake vya mbinguni, anajifahari Allah subhanahu wa ta'ala akisema, undhuru ila ibadi haula, watizameni waja wangu hao, waangalieni waja wangu hao, jauni shu'than ghubra, wamenijia nywele timtimu, wamenijia wakiwa na mavumbi, wamechoka. Subhanallah, Allah anajifahari mbele ya malaika, anasema watizame waja wangu, wamenijia wakiwa wamechoka hoi hai na manywele timtimu. Na hiyo ni kwa sababu ibada ya haji ni ibada nzito, ni ngumu, na ni ibada ambayo inachosha. Na watu zamani walikuwa wakisafiri kwa masafa ya farasi na ngamia na kadhalika,
wanafika katika viunga vya miji mitukufu wakiwa wamechoka, nywele zimekuwa ndefu, lakini pia vile vile miili yao vile vile imechakaa, wakitafuta fadhila na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hata hivi sasa hivi watu wanatembea kuelekea katika viwanja vya Arafat, wanapigwa na jua kali katika viwanja hivyo na katika maeneo hayo, huku wakitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wakitamka maneno haya, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bi ahli arafatin malaikata as-samaa, anajifakharisha mbele ya malaika wa mbinguni kutokana na wale watu waliosimama katika Arafat, akisema watazameni waja wangu wamenijia wakiwa wamechoka, vile vile wakiwa wamejaa mavumbi. Lakini fadhila nyingine inayopatikana katika siku ya Arafa ni ijabatu dua wa munajatu Allah azza wa jalla. Ni siku ya kujibiwa dua, ni siku ya kuitikiwa dua, ni siku ya wewe majambo yako yote uliyoyaweka, ya majambo yako yanayokusumbua, majambo yako yaliyokushinda, ni majambo yako ambayo hakuna hali wala hila isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hauoni njia ya yoyote anayeweza kukuvusha isipokuwa Allah. Hauoni yoyote anayeweza kukunyanyua ulipoanguka isipokuwa Allah. Siku hiyo ni siku ya kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ambaye unatafuta baraka katika familia, wewe ambaye unatafuta ziada katika riziki, wewe ambaye unatafuta mahusiano mazuri katika ndoa yako, wewe ambaye unatafuta kheri mbalimbali za Allah na fadhila zake, siku hii ni siku yako. Ni siku ya wewe kujipanga, ni siku ya wewe kuja na mashtaka yako na maombi yako na mahitaji yako. Ni siku wewe ambaye umelala katika kitanda kwa miaka, maradhi fulani yamekuzidia, yamekuchosha, wewe ambaye unahisi moyo wako umegubikwa, hauna furaha wala amani, siku hii ni siku yako ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba kheri zake na baraka zake. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairu du'a du'a yawm Arafa, dua iliyokuwa bora zaidi, dua iliyokuwa nzuri zaidi. Maana yake huenda hii ni dua inakubalika, basi ni dua ya siku ya Arafa, ni yale maombi ambayo unayaomba siku ya Arafa, siku hii tukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwaga rehema zake na fadhila zake. Fahuwa mawtinu ijaba, kwani wakati huo na sehemu hiyo ni sehemu ya kujibiwa. Fayambaghi lilmuslimi fihi alilhahu bidua, basi inawajibika na inatakikana na inapaswa kwa Muislamu kukithirisha na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wa husnu dhanni bilmaghfira, na huku akiwa na dhana njema ya kuweza kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa Abdullah ibn Mubarak ila Sufyan ath-Thawri, mwanachuoni mmoja alienda kwa mwanachuoni mwingine anayeitwa Sufyan ath-Thawri maarufu rahimallahu al-jamii, ashiyata Arafa, alienda kwake yeye ikiwa ni jioni na siku ya Arafa, wa huwa jathin ala rukbatayhi fi Arafa, akiwa amepiga magoti yake siku ya Arafa. Siku hiyo amepiga magoti yake chini akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala na macho yake yakimwagika machozi. Faqala ibn al-Mubarak li Sufyan ath-Thawri, huyo Abdullah ibn Mubarak akamwambia Sufyan ath-Thawri rahimahullah, man aswa hadha al-jam'i halan, ni mtu gani mwenye hali mbaya zaidi katika jopo la watu hawa? Ni mtu gani ana hali mbaya zaidi kuliko wote katika jopo la hawa watu? Faqala Sufyan, akasema Imam huyo Sufyan ath-Thawri, huwa alladhi yadhunnu anna Allah la yaghfir lahu, huwa alladhi yadhunnu anna Allah la yaghfir lahu, ni yule mtu ambaye anadhania kuwa Allah hatamsamehe siku hii. Yani mtu mwenye hali mbaya zaidi kuliko wote siku ya Arafa ni yule mtu ambaye anadhani au anafikiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatamsamehe. Kwa hiyo ni siku ya kukithirisha maghfira. Tuna madhambi mengi, tuna makosa mengi, tuna mitihani mingi ambayo imetuingiza katika conflict au katika sisi uasi, tumejikuta tunamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ni wakati wa sisi kuweza kumwomba Allah maghfira zake, kumwomba rehema zake na baraka zake. Lakini jambo la saba katika mambo yanayotokea siku ya Arafa ni irhamu shaitani wa dahri, ni shaitan kutezwa nguvu, lakini kudhalilika kwa shaitan, kudhalilika kwa shaitan siku hii kama ilivyosimuliwa katika hadith
anasema ma ru'iya shaitanu yawman fihi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadu minhu yawma Arafa, hakuwahi kuonekana shaitan kamwe akiwa ni mdogo mno, lakini vile vile akiwa ni mnyonge mno na ni mwenye kudharaulika sana, wala aghyab, na ni mwenye hasira nyingi sana. Shaitan hakuwahi kuonekana akiwa ni mnyonge mdogo, mwenye hasira na mnyonge zaidi ya siku ya Arafa. Wama dhaka illa lima yara min tanazzuli arrahma wa tajawuzi llahi ani dhunubi al'idham, na si vingine na isipokuwa ni kutokana yani hasira zake na udogo wake na ile kudharaulika kwake siku hiyo ni kwa sababu ya yale anayoyaona katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na msamaha mkubwa wa Allah kwa watu wake ambao wameshuhudia siku hiyo, siku ya Arafa. Na siku hiyo ni siku yenye fadhila na baraka, ni siku ambayo sheitan hana nafasi. Sheitan amejaa hasira kwa sababu anaziona rehma, anaziona fadhila, anaziona barakati za Allah subhanahu wa ta'ala zikimiminika kwa watu wa Arafat. Lakini jambo la 8 na la mwisho katika mambo ambayo yanatokea siku ya Arafa ni takfiru siyamu yaumi Arafa li sanatain, ni kwamba funga ya siku ya Arafa inafuta na inaondoa madhambi ya miaka miwili, mwaka mmoja uliopita na mwaka mmoja unaokuja. La haula wala quwwata illa billah. Ni nani ambaye hapendi kusamehewa? Ni nani ambaye hatamani kuona msamaha wa Allah wa mwaka mmoja uliotangulia? Lakini imagine kwamba wewe Allah anakusamehe mpaka mwaka unaokuja bila kuzingatia kwamba umeshafanya madhambi gani ambayo yanakuja au ni madhambi gani mtayafanya. Kwa sababu ya siku hii, umefunga siku hii ya Arafa, Allah anakusamehe madhambi ya mwaka uliotangulia na mwaka unaokuja. Ona ukubwa na fadhila na huruma ya Allah siku hiyo ambayo ni siku ya Arafa. Ona ukubwa wa siku hiyo ya Arafa, kwamba Allah anafikia hatua mpaka anakusamehe kwa sababu ya wewe kufunga siku hiyo, anakusamehe madhambi ya mwaka ambao unaokuja, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini funga ya siku ya Arafa ni kwa wale ambao hawako katika viwanja vya Arafa, ni Waislamu wote katika nchi zao, katika miji yao, katika vijiji vyao, katika vitongoji vyao, isipokuwa wale ambao wako katika viwanja vya Arafa. Nayo ni kwa sababu wale ambao wako katika viwanja vya Arafa kwao hiyo inakuwa ni siku ya Eid, haiwi ni siku ya kufunga, na Waislamu hawatakiwi kufunga siku ya Eid. Kwa hiyo tujihimize na tujitahidi na tujibidiishe katika kutumia na kutafuta fadhila za Allah katika siku hii ya Arafa, kwani hii ni misimu maalum ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala ili atupe rehema zake, atupe fadhila zake, atupe baraka zake. Na hii ni misimu ambayo inaonyesha kwamba Allah bado anatupa nafasi ya sisi kurejea, bado Allah anatuita, bado Allah anataka kuona jitihada zetu. Kwa hiyo muoneshe Allah jitihada zako, muoneshe Allah kwamba unahitaji, unamhitaji, na ufahamu kwamba Allah hahitaji kutoka kwako chochote isipokuwa ni wewe na mimi ndio ambaye tunahitaji fadhila zake, huruma zake na msamaha wake. Wabihadha naktafi, tutosheke na haya. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.